Ndio sababu Mungu amenipatia somo hili la kwamba mwanamke ni lango la baraka. Na ili kusudi tuweze kutambua kama mwanamke ni lango la baraka, nataka tutazame jinsi Mungu anavyowatizama wamama kwa sheria ya mbinguni, kwa sheria ya rohoni ni kwa namna gani. Sasa hii ni pamoja na wamama wazazi, ama ni wazazi wa kiroho ama ni wazazi wa kimwili, wake za watumishi na yeyote mwenye mume. Yeyote mwenye mume anahusika katika mafundisho haya. Ni anawatazamaje? Anawatazama kwa njia mbalimbali, na mimi nataka tuanze njia moja baada ya nyingine. Mungu atakubariki sana. Pointi ya kwanza, njia ya kwanza, tumtazame mwanamke kama mama. Mwanamke ambaye ni mama ana nafasi na ngazi ya mama. Mwanamke kama mama manake ni aliyezaa, ambaye tayari ana watoto, ama ni wa kiroho ama ni wa kimwili, lakini amezaa. Huyu ndio mwanamke ninayemzungumzia kama ngazi ya kwanza. Mungu anawatazamaje? Mungu anawatazama mwanamke kama sababu ya baraka kwa watoto. Sasa basi, ikiwa kama kuna baraka, basi kinyume chake kuna laana. Inategemeana na mtoto amevyojiweka kwa mama yake. Na hapa mtoto lazima aweze kuelewa, ili kusudi Mungu aweze kumsaidia anajiwekaje kwa mama yake, ili kusudi lile lango la mwanamke kama baraka, akisimama kama mama, limpate mtoto. Baraka kwa watoto inategemeana na wanavyotenda kwa mama zao. Ili baba, yani baba wa familia ama ni mtumishi katika kanisa, amuombe mtoto na abarikiwe, inategemeana sana na mahusiano ya mtoto kwa mama yake. Yani inategemeana mahusiano ya mtoto kwa mke wa baba yake. Kwa hivyo kama baba yake anayemzungumzia ni wa kiroho, inategemeana na mahusiano ya mtoto kwa mke wa baba yake wa kiroho, yani mama wake wa kiroho. Na kama tunazungumzia mama kwa maana ya kuzaa, inategemeana na mahusiano ya mtoto kwa mama yake mzazi aliyemzaa, ambaye ni mke wa baba yake. Kwa hiyo baraka ya watoto inategemeana na wanavyotenda kwa mama. Ili baba ama ni mtumishi wa Mungu ama ni baba tu mzazi akuombee na ubarikiwe ewe mtoto, inategemeana sana na mahusiano yako kati yako wewe na mke wake baba yako, yani mama yako. Biblia inasema maombi ya baba kisheria ya mbinguni. Hapa nataka uangalie, ndio maana nimesema jinsi Mungu anavyowatazama wamama kwa sheria ya mbinguni. Sheria ya mbinguni ni neno la Mungu. Kwa tunaangalia sheria ya mbinguni kupitia neno la Mungu. Biblia inasemaje? Biblia inasema maombi ya baba kisheria, yani kwa neno la Mungu, ili yasikilizwe, yanasikilizwa na Mungu endapo tu baba kamheshimu mke, ambaye sasa huyu mke ni mama yake mtoto, ni mama yako wewe. Ndio maana unafikiri inakuwaje baba anaweza akabariki watoto wote kwa pamoja, lakini ndani ya wale watoto mmoja akabarikiwa na mwingine asibarikiwe? Kwa mfano, baba wa kiroho, mchungaji, anaweza akasimama madhabahuni akasema mbarikiwe, na watu wote wakapokea wakasema amen, lakini ndani yake ukashangaa mtoto mmoja anabarikiwa na mtoto mwingine habarikiwi. Sababu zinaweza zikawa ziko nyingi, lakini nataka ufikirie juu ya sababu hii, ya kwamba jinsi Mungu anavyomtazama mama yako kama sheria ya kimbingu inayoruhusu yeye awe lango la baraka kwa mtoto. Kwa nini baba abariki watu wote lakini mmoja asibarikiwe na mwingine akabarikiwa? Na kwa kutumia sheria hii inategemeana na mahusiano ya hao watoto kwa mama yao. Kuna nyakati inafika ili kusudi ile baraka ambayo baba yako mzazi au baba yako wa kiroho anaiachilia kwa ajili ya watu wote, inategemeana pia wewe mtoto uko vipi na mama yako ambaye ni mke wa huyu baba anayekubariki. Mungu huwa anazuia maombi ya baba anayomuomba Mungu kwa ajili ya yule mtoto ambaye ni chanzo cha mama yake kuondolewa heshima na baba yake, ila anambariki yule mtoto ambaye ni chanzo cha heshima anayopewa mama kutoka kwa baba yake. Oh my God, my God, my God. Tunapokuwepo kanisani, unapokuwepo kwenye jumuiya ya familia yako,
ukiwa wewe ni miongoni mwa watoto ambao wanasababisha baba amheshimu mama, uwe na uhakika Mungu atakapokuwa akisikiliza maombi ya baba yako kwa ajili yako, Mungu ataruhusu maombi hayo yajibiwe na ubarikiwe. Lakini kama wewe ni mtoto ambaye unasababisha mama yako akose heshima mbele ya baba yako, baba anaweza akaomba, lakini kuomba kwake kutazuiliwa kwa sababu wewe hujasababisha heshima ya mama yako kwa baba yako, bali umesababisha dharau, na ndio sababu baraka zingine hazipiti katika maisha yako. Na kwa sababu gani? Ni kwa sababu ni sheria ya mbinguni ya kwamba ili kusudi baba asikilizwe maombi kwa habari ya mtoto, inategemeana na mtoto analetaje heshima ya mama yake kwa baba, na si tena kuondoa heshima. Ninakuombea katika jina la Yesu Kristo, Mungu akuwezeshe kutambua ya kwamba kuna baraka ya mkini ambazo hujaziishi, ni kwa sababu hujamtengenezea heshima mama yako kwa baba yako, bali umemtengenezea kudharaulika, kudharauliwa. Lakini neema ya Mungu itakusaidia ili ubadilishe ulimwengu wa roho katika sheria hiyo. Utakapotengeneza heshima tena kwa mama yako mbele ya baba yako, basi maombi yote ya baba yako juu yako yapate kukupata, ubarikiwe na ufanikiwe katika jina la Yesu Kristo. Biblia inasema katika Petro wa kwanza sura ya 3 na mstari wa 7, kadhalika ninyi waume kaeni na wake zenu kwa akili na kumpa heshima mke. Na kumpa mke heshima. Unaona hiyo heshima? Na kumpa mke heshima. Sasa fikiria kama baba hampi mke heshima, na sababu ya baba kuto kumpa mke heshima ni wewe mtoto. Unagundua maombi hayatasikilizika kwa sababu Biblia inasema na kumpa mke heshima kama chombo kisicho na nguvu na kama warithi pamoja wa neema ya uzima, kusudi kuomba kwenu kusizuiliwe. Lakini kwa sababu gani? Amempa heshima mke, kuomba hakuzuiliwi. Asipompa heshima mke, kuomba kunazuiliwa. Na sababu zinazosababisha mume asimpe heshima mke ni nyingi. Mmojawapo ni chokochoko za watoto. Mtoto anaweza akasababisha baba asimpatie heshima mke. Nataka nikupatie mfano rahisi sana. Chukulia mfano baba wa kiroho kanisani. Halafu kuna mtoto ambaye ni binti anaamua kutembea kimahusiano na baba yake wa kiroho. Inamaanisha kwamba hajamheshimu, kwa sababu Biblia inasema ndoa iheshimiwe na watu wote. Kwa hivyo mtu anayeingilia ndoa ya mwingine hakuheshimu, na kwa sababu hiyo hajamheshimu mama yake wa kiroho. Na kwa wote vile, jinsi huyu baba yake wa kiroho atakavyokuwa akimtazama mke wake wa ndoa akiwa mbele ya huyu mtoto ambaye anatembea naye, kuna heshima ambayo angepaswa kumpatia huyu mke wa ndoa ataipunguza anapokuwepo mbele ya hawa wawili, yani mke wake na huyu mtoto ambaye anatembea na baba yake. Kitendo kile cha kupunguza heshima ambacho mtoto amekichangia, baba anashinda kumpatia heshima mke ambaye ni mama yake. Huyu mume ambaye ni baba wa kiroho, mchungaji, akikaa katika maombi ili kusudi abariki watu wote, watu wengine wanaosababisha mama heshimike watabarikiwa. Lakini huyu mtoto ambaye anasababisha mama asiheshimike hataweza kusikilizwa, kwa sababu maombi ya baba yake yatazuiliwa yasisikilizwe na Mungu kwa habari ya kumbariki huyu mtoto. Oh my God, my God. Neema ya Mungu ikusaidie, kwa sababu Mungu atakwenda kukutetea na kukupigania katika maisha yako katika jina la Yesu. Ninaomba rehema na neema kwa kila mtoto ambaye sababu ya baba kutomheshimu mama ni yeye. Mtoto yote ambaye amesababisha baba asimheshimu mama, Mungu akurehemu na akusaidia na ujirekebishe, na unaposikiliza sauti hii ukubali kubadilika ndani ya moyo wako na katika matendo yako ya dhahiri, ili kusudi Mungu apate kukuondolea kile kizuizi cha maombi ya baba yako. Mungu apate kuondoa juu yako ule utaji wa maombi ya baba yako,
nta ya maombi ya baba yako, ambayo inazuia maombi ya baba yako yasisikilizwe na Mungu, yakazuiliwa kwa sababu wewe umeshindwa kumheshimu mama yako, na unajikuta hauishi katika baraka. Unajikuta unakaa kanisani muda mrefu lakini hauoni mafanikio, hauoni baraka, ukihama kanisa moja na kanisa lingine, na maisha yako yanakuwa ni maisha ambayo yanakuwa sio tena ya baraka. Mungu anasema ya kwamba ni wakati wa kujichunguza, ili kusudi ujue ya kwamba kwa nini umebaki ukizunguka katika mlima huo peke yake na haufanikiwi katika maisha, na matatizo yako unazidi kuzunga pale pale. Miaka inakwenda lakini umebaki pale pale. Mungu amekuletea sababu. Moja kati ya sababu, jichunguze juu unavyompatia heshima mama yako mbele ya baba yako. Hii ni ya mama yako wa kimwili ama ni mama yako wa kiroho? Unampatiaje heshima mbele ya baba yako? Baba ni chanzo ya baraka, ndio maana anaitwa baba. Aba yani baba, maana yake ni source. Source maana yake ni chanzo. Katika familia chanzo ya baraka, anayeachilia baraka ni baba. Sasa baba akiwa anaachilia baraka, make sure na wewe unapateki, unakuwa ni sehemu ya hiyo baraka na unaishi. Usijiweke kwenye kona na kwenye engo ambayo baba ataachilia baraka lakini wewe hautaipokea baraka tu kwa sababu eti haumheshimu mke baba yako. Unamvunjia heshima mke ya baba yako, unamvunjia heshima mama yako. Mungu anamtazama mama kama lango la baraka kwa mtoto. Baba anapoomba kwa ajili ya mtoto, Mungu anaachilia baraka kwa sababu baba kamheshimu mama. Lakini usipomheshimu mama, inazuiliwa maombi ya baba na unakosa baraka. Hasa unatakiwa ujichunguze. Ukigundua kwamba umekaa katika kona hiyo ya kuto kumheshimisha mama yako ama kuto kumheshimu mama yako, jirekebishe, kwa sababu huo mlima umeuzunguka siku nyingi na miaka mingi sana, na uliko hujuni kwa sababu gani? Ni kwa sababu umeshindwa kutoa heshima kwa mama yako. Ndio maana maombi ya baba yako hayasikilizwi kwa ajili yako, inasikilizwa kwa ajili ya watu wengine. Kwa hivyo wewe sasa jirekebishe, jibadilishe, ili Mungu sasa aruhusu zile baraka baba yako anazokuombea zikupate, na huo mlima uliozunguka wa mateso na shida na dhiki utatoka na utafanikiwa. Hata hiyo ndoa yako utaolewa tena. Imezuiliwa kwa sababu wewe uheshimu ndoa za wengine. Mungu anazuia pia ndoa yako. Hata ile utajiri wako utaachiliwa, ile biashara itaachiliwa, ile kazi itaachiliwa, maana Bwana amesema nikwambie atakusamehe na utakuwa tena salama katika jina la Yesu Kristo. Sema tena amen. Kwa hiyo ni ngazi ya mwanamke kama mama. Nikupatie mfano mwingine wa ngazi ya mwanamke kama mama. Anaweza kuwa baraka kwa ajili ya mtoto. Nataka usome katika Biblia Mwanzo sura ya 27 mstari wa 1 mpaka mstari wa 29. Biblia inatuonyesha story hiyo inayohusiana na Rebeka kama mama wa Esau na Yakobo. Halafu kuna baba anaitwa Isaka. Wakati ukafika ambapo Isaka kama baba, chanzo cha baraka, anataka kuachilia baraka. Anapotaka kuachilia baraka, anatafuta kuachilia baraka kwa kijana wake wa kwanza anayeitwa Esau. Lakini Biblia inazungumza wazi, kulikuwa kuna mahusiano tofauti kati ya mama na watoto. Huyu Rebeka, mahusiano yake na Esau mwanae yalikuwa ni tofauti na mahusiano yake na Yakobo mwanae. Esau alikuwa ni mwindaji. Kwa muda mwingi sana alikuwa anakaa porini, hakai karibu na mama yake. Lakini Yakobo alikuwa ni mtoto ambaye ni tuseme mtoto wa mama. Alikuwa anakaa jikoni, anajua jinsi ya kupika, mama yake anapopika anamwona. Kwa hivyo alikuwa na mahusiano ya karibu sana na mama yake. Kwa hivyo mama akaona na kutambua ya kwamba yupo karibu sana na Yakobo kuliko alivyopia na Esau. Na kwa sababu Mungu alikuwa tayari ameshazungumza na Rebeka kwa ahadi ya Yakobo atakuwa nani? Atakuwa ni mtu mkuu, atawaongoza mpaka wakubwa zake. Kumbe moyo wake ulikuwa unatambua hivyo huyu mama anaitwa Rebeka. Biblia inasema kipindi ambacho sasa baba anataka aachilie baraka, akaagiza Esau aende akawinde, ampikie chakula kizuri kadri sawasawa na jinsi anavyopenda, ampatie kusudi ale. Lakini unagundua kwamba kazi ambayo Isaka anampatia Esau, ile ya kwanza ni sawa, ya kwenda kuwinda. Lakini ile ya pili ya kwamba unipikie chakula kwa namna ile niipendayo,
Inawezekana Esau alikuwa hayupo kwenye position ya kuweza kutengeneza chakula kizuri ukifananisha na Rebeka ambaye ni mama yake, kwa sababu Rebeka anamfahamu vizuri mumewe anapenda kula chakula cha aina gani. Unaona, kumbe lango la baraka lilikuwa ni chakula kizuri, na chakula kile kizuri kwa namna apendavyo ilikuwa ni jinsi Rebeka anavyojua. Na ndio maana pamoja na kwamba chakula alicholetewa hakikuwa kimetoka kwenye mawindo, bado Isaka alitoa baraka. Kwa kama ufunguo, kama lango lilikuwa ni chakula cha kwenye mawindo, Isaka asingebariki, kwa sababu chakula alicholeta Yakobo hakikutokana na porini, kilitokea kwenye zizi. Kwa hivyo sababu ya kubarikiwa ilikuwa ni chakula kizuri akipendacho, kwa namna akipendacho. Lakini anayefahamu vizuri chakula akipendacho hawezi kuwa Esau mtoto, lakini ni mama ambaye anaitwa Rebeka. Kwa hivyo Mungu akamtazama Rebeka, akamwona kama lango la baraka. Halafu Rebeka sasa akamchukua, badala ya Esau akamchukua Yakobo, akamtengenezea mbinu za kukubalika mbele ya baba yake, na aliopeleka kile chakula akakipenda Isaka. Isaka akaachilia baraka na Yakobo akapokea neema ya kubarikiwa. Lakini kwa sababu gani? Mahusiano mazuri ambayo Yakobo alikuwa nayo na Rebeka mama yake kuliko ambavyo Esau alikuwa nayo. Kwa hivyo unaona, watoto ni wawili, watoto baba na mama mmoja, lakini mwenye mahusiano mazuri alibarikiwa. Ndio maana nakwambia kwamba mahusiano yako kama mtoto na mama yako yanaweza yakasababisha baraka ya baba ikampata mtoto. Ndio maana ninakuombea neema ya Mungu ikusaidia ili kusudi ufahamu maneno haya, baraka ambazo Mungu anaziachia kupitia lango la mama zikupate, ili baba yako anavyoachilia baraka, ile baraka ikupate katika jina la Yesu Kristo. Ninaona kuna watu ambao wamekaa vizuri na mama zao na wanawapatia heshima mbele ya baba zao. Mungu anakwenda kuwabariki kuliko kawaida katika jina la Yesu Kristo.